Karibuni shule ya sekondari Gome. Shule ya sekondari Gome iko jijini Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, kata ya Kunduchi, eneo la Ununio. Shule hii ni ya muda mrefu, ilianza mwaka 2008 mpaka sasa tunapozungumza ni shule inaelekea kuwa kongwe kwa sababu ina umri wa miaka 13 sasa. Shule ina masomo ya sekondari kwa maana ya masomo ya biashara, masomo ya sayansi na masomo ya sanaa kama tunavyozoea kuita masomo ya arts kwa kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6. Na ni shule ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni. Kwa hiyo kwa mtu anayetoka nje ya Dar es Salaam kama anakuja kwa mabasi akifika Ubungo, kwa bara siku hizi ni Mbezi, atauliza tu Tegeta au Boko kwa sababu ni maeneo ya karibu, lakini hasa ni eneo la Ununio. Shule yetu ni nzuri, ina mazingira mazuri, ni shule kubwa, ina miundombinu yote inayofaa kwa watoto kusoma, kujifunza na kwa walimu kufundisha. Na kwa kweli hata ukitazama ufaulu wetu ni mzuri katika matokeo ya mitihani ya taifa kwa kidato cha pili, kidato cha 4 na kidato cha 6. Na kwa mfano kwa kidato cha 5 na cha 6 tunatoa kwa sasa michepuo ya masomo ya sanaa kwa maana masomo ya arts na masomo ya uchumi kwa maana ya taasisi za HKL, HGL, HGK na HGE. Na tunatarajia kwa mwaka kesho kidato cha 5 unaoongezeka tutaongeza michepuo ile ya masomo ya uhasibu kwa maana ya combination ya EKA na EGM. Pia tunavyoendelea kwa awamu ya 4 ya kidato cha 5 watakao kuja kuanza wao watakuwa na masomo ya science pia. Lakini pia tunaweza tukabadilika wakati wote kulingana na uhitaji. Inakuwaje? Mimi naitwa Dafoka kutokea Tumaini TV. Bado tupo kwenye mwendelezo wa pindi kali la wanafunzi la Kijanja Big School kupitia Tumaini TV. Na leo nimedondoka moja kati ya shule ambayo ukiwa unakuja kuna njia mbili za kupitia. Upitie Bunju Boko wanaita ama upitie Ununio. Sasa sisi safari yetu ya kutoka Tabata Magengeni pale kutoka katika ofisi za studio ya Tumaini TV na Tumaini Radio tukasema acha tule na njia ya Ununio. Tukapita tumeingia hapa Gome Boys and Girls na tuko hapa. Bwana, upande wangu wa kulia niko na kaka mkuu wa shule, afu upande wangu wa kushoto nipo na dada mkuu wa shule. Mimi naitwa Dafoka kutokea Big School. Instagram account yangu ni Dafoka_official. Cha muhimu endelea kutoa comment zako kuhusiana na Big School na lile ambalo unakuwa nimeuliza. Funguka ndio inaanza na ndio naanza hivi funguka. Bwana inakuwaje? Shwari. Bwana unaitwa nani mzee wangu? Akram. Unaitwa? Akram. Bwana huyu ana jina fulani hivi lazima ukatamka umeshiba. Akram. Kidato cha ngapi? Cha 6. Wewe ni nani hapa? Headboy. Headboy. Headboy ilikuwaje mzee ukaupata? Sijui. Kwamba ilitokea automatic ama watu walikupigia kura wakasema sisi tunamtaka Akram watuongoze? Selection ya walimu. Kwa hiyo hapa hamna kupigiana kura? Kupo. Na wakati unagombea wewe ulichukua cheo gani mwanzoni au ulisema mimi naenda na yavaa? Hapana, sikugombea kitu chochote. Kwa mwanangu huko umechill tu fresh nini walimu akasema huyu anafaa? Yeah. Noma bwana, alikuwa ni Akram huyu hapa. Upande wangu wa kushoto nipo na yule ambaye watoto wa kike wote hapa Gome wakipata matatizo lazima wafike kwa huyu. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Peace Evad Poa. Bwana peace, yani amani. Dada mkuu wa shule. Hebu niambie kidogo, Gome ni shule ya aina gani? Kama unavyoona Gome ni shule nzuri obviously. Matokeo yake kama unavyoona ni mazuri zaidi, mazingira yake kujisomea wanafunzi yako free kabisa. Unaweza kusomea wakati wote sehemu yote unaojisikia mwenyewe tu. Hakuna matatizo yoyote yale. Walimu kama unavyoona wanafundisha masaa 24 kwa form 1 mpaka form 6, chakula, mavazi, sehemu ya kulala, kila kitu kiko sawa, hakuna shida yoyote. Karibu Gome Secondary School. Bwana, hapo kwenye msosi kama amenigusa hivi. Nakumbuka kipindi hicho niko zangu boarding mbali huko Mara au vipi kidato cha 5 na cha 6. Kuna siku fulani ilikuwa ikifika lazima kila mtu ashtuke. Ni siku gani? Jumapili. Jumapili Msosi gani? Pilau na nyama. Ushaelewa? Sema leo nimedondoka siku mbaya. Leo kuna nini hapa? Jioni mchana. Sasa hivi nilipo hapa ofisa. Ugali. Ugali na?
Maharage. Bwana sasa ndugu zangu kameramani, tukubaliane tuna hali kwamba leo hapa ni tunapiga kitu cha nguna na maharage. Oya, hii hapa ilikuwa ni kupata story moja mbili tatu kutoka kwa viongozi wa shule ya sekondari ya Gome ambao iko hapa. Kwa wewe unaweza kupita njia mbili, njia ya Bunju ama njia ya Unonio, kote unafika. Ukipita huko bwana utakutana na bango kabisa kuandikia Gome Secondary School. Na sisi ndo tumeamsha nalo mpaka hapa. Tumefika hapa. Mimi Dafoka kutokea Tumaini TV, the only presenter of Big School ndani ya Tumaini. Nifollow kwenye Instagram Dafoka_official. Funguka inaanza. Naanza na wewe mzee wangu. Bwana, eti nataka kufahamu kitu kimoja. Mimi bwana ni mwanga sana, nikichoka kupanda hizi daladala hizi, huwa naamua kupanda chombo fulani ambacho nasikia kina kurr. Bwana, hivi nitofautisha, nasikia mwingine nita pikipiki, mwingine bodaboda. Tofauti ya pikipiki na bodaboda ni ipi? Sijui tofauti. Mimi nashindwa kuelewa ni pikipiki na bodaboda. Sasa nikasema nyinyi ndio ma problem solver au vipi? Nyinyi ndio mnanimaliza kabisa. Tofauti ya pikipiki na bodaboda ni ipi? Kwa mawazo yangu mimi, bodaboda ni pikipiki vile vile, lakini ni ile pikipiki ambayo inakuchukua kutoka kituo fulani kwenda kituo. Una pay fee. Lakini pikipiki tu kama pikipiki, mimi naweza nganunua pikipiki lakini nikawa free ride ya kwangu peke yangu. Yeah. Bwana, hayo ni mawazo ya Akram, kaka mkuu wa shule ya sekondari ya Gome kutokea hapa. Wewe hapo cha muhimu dondosha comment yako kwenye Instagram account yangu Dafoka_official, alafu mimi baadaye nitakuwa naruka nazo, alafu naambia pale kwenye comment. Mimi nauliza bwana, kweli pikipiki na bodaboda kama Akram alivyosema kwamba bodaboda ndio ile ambayo mtu ukipanda lazima ulipe kiasi fulani, lakini pikipiki hata yeye anaweza kamiliki. Sasa tuelewane kitu kimoja. Haya ni madarasa kidato cha ngapi? Haya ni madarasa, ile pale kidato cha 4, ile hapa kidato cha pili, ile kidato cha 3, juu kabisa pale kidato cha 6, nyuma ya kidato cha 6 ni kidato cha 5, nyuma ya kidato cha 5 ni kidato cha kwanza. Kwa advance wapo hapo? Advance wapo. Kama hapo atakuwa amejificha. Sawa. Bwana anasema mkono mtupu wa ulambwi. Mkono mtupu wa ulambwi. Mkono mtupu. Bwana, ukiwa unafika hapa, ukitazama juu kabisa pale, umeandika form 2. Yaani sasa kwa sisi wa Uswahilini tunaita kidato cha pili. Si ndivyo Wakati kuna chombo fulani cha usafiri, napenda sana kukitumia nikiwa nawahi kazini Tumaini. Ikifika time natakiwa nikashoot kipindi alafu nimechelewa, ninaangalia nimechelewa kuamka. Nasema hapa nitafanyaje? Foleni ishakuwa kubwa. Nataka unitofautishie. Yaani na mlio wake usikia kurr. Hivi ile ni pikipiki ni bodaboda? Nitofautishe kati ya pikipiki na bodaboda. Pikipiki. Ile ni pikipiki. Ndio. Yaani nipe tofauti ya pikipiki na bodaboda. Bodaboda ni jina. Bodaboda ni jina tu, lakini ni jina moja vyote. Pikipiki ndo yenyewe, lakini bodaboda kama vile jina jingine, lakini jina yake halisi ni pikipiki. Umesema unaitwa nani? Maja. Maja. Ndio. Bwana Maja, jirani mwema ni kitu kikubwa jamani. Mambo? Poa. Wanasema ukiwa unaishi yani nyumbani, jirani ndo ndugu yako wa kwanza na wewe ndo ndugu yake wa kwanza, si ndivyo? Ndio. Bwana, tumemsikia Maja amesema kwamba lile ni pikipiki. Bodaboda ni jina tu. Nataka unitofautishie, yani unipe tofauti halisi kati ya pikipiki na bodaboda. Pikipiki ndio jina ambalo Kiswahili sahihi. Kisema pikipiki ambayo unaweza ukatafuta kwenye kamusi ukaipata. Lakini bodaboda ni majina tu, kwa mfano ya mtaani ambao watu wanatumia kama vile misimu. Umesema unaitwa nani? Shani. Shani. Yeah. Bwana, I'm sure utakuwa umesikia jibu la Shani. Cha muhimu unaenda kwenye Instagram account yangu Dafoka_official, afu dondosha comment yako. Shani alivyosema, Maja alivyosema, Akram kaka mkuu wa Gome alivyosema. Kweli kuna tofauti, hizo tofauti ni za kweli jamani ama ni tofauti tu zinataja? Sasa ndugu zangu jamani, msikae mbali sana na mimi. Unajua ukiwa mgeni unaweza ukashangaa ukaingia sehemu ambazo hazihusiki. Sasa bwana humu bwana humu. Unajua mtu aliyelala utamjua tu. Bwana pole sana na usingizi. Asante. Ulikuwa unaota nini? Hamna, nimepumzika. Mtu uzima? Nimepumzika. Ulikuwa umepumzika? Bwana sasa mimi najua wewe ndo kiboko kabisa. Nataka unisaidie kitu kimoja. Unipe tofauti ya pikipiki na bodaboda. Hazina tofauti, labda tu kuna sema ita pikipiki, sema nyingine ita bodaboda, ila hazina tofauti.
Sehemu nyingine wanaita pikipiki, sehemu nyingine wanaita bodaboda. Wapi wanaita pikipiki na wapi wanaita bodaboda? Sawa, mtaani wengine wanaita bodaboda, sehemu nyingine wanaita pikipiki. Yaani yote ni maana moja. Bwana, ngoja kwanza nimtafute msomi wangu hapa. Huyu msomi anaweza kiukweli kabisa akanisaidia huyu msomi. Huyu msomi inaonekana msomi imara jamani, msomi. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Janita Erasto. Sasa bwana, mimi hapa nataka unisaidie kitu kimoja. Madaftari na hiyo peni ulionao na karatasi, unaweza kanisaidia kutofautisha kati ya pikipiki na bodaboda. Ni kitu kimoja. Pikipiki ndio hiyo, yani pikipiki ndio hiyo bodaboda. Upande wangu hapa wanapoelekea dada mkuu na kaka mkuu ni madarasa pia ya shule ya sekondari ya Gome ya wavulana na wasichana. Bado swali langu ni lile tu kwenye funguka, tofauti kati ya pikipiki na bodaboda. Hawa ndio ma problem solver ambao wanaweza kutusaidia kutupa tofauti halisi, kwa sababu tunawaandaa katika maisha ya baadaye viongozi wetu. Mimi naitwa Dafoka, hii hapa ni Big School ya Tumaini TV. Ofisa, mambo? Fresh. Unaitwa nani? Brian. Brian. Yes. Bwana, una jina moja kubwa sana mzee wangu. Kwanza gonga tano kwanza. Jina lako moja amazing sana. Bwana, sasa Brian, mimi nataka unisaidie kitu kimoja mshikaji wangu. Kidato cha ngapi? Form 2. Form 2? Yes. Kwanza Brian, tukae hapa. Mimi nadhani tukikaa hapa Brian, mimi na ndo tutaelewana vizuri. Au vipi eh? Hebu nisaidie kitu kimoja Brian. Unisaidie kutofautisha kati ya pikipiki na bodaboda. Pikipiki. Sijaona tofauti. Yaani hujauona utofauti? Bwana, kulingana na Brian anasema yeye hajaona utofauti kati ya pikipiki na bodaboda. Na wakati nakuwa niliwahi kuambiwa kwamba ukikuta mtu amevaa miwani, mtu makini sana. Inakuwaje bro? Poa. Mzima? Mzima. Unaitwa nani? Kelvin. Bwana Kelvin, bwana jina lako limefanana na rafiki yangu nilisoma naye shule ya msingi. Kelvin, shout out to you Kelvin, popote ulipo mshikaji wangu. Bwana, sasa Kelvin, nataka unisaidie kitu kimoja, kama ambavyo bwana Brian hapa amesema kwamba yeye haoni tofauti kati ya pikipiki na bodaboda. Wewe unaweza ukaniambia tofauti halisi ya pikipiki na bodaboda ni ipi? Pikipiki inavyoonekana ni jina ambalo linafahamika hadi kwenye kamusi, na bodaboda ni jina ambalo la mtaani tu. Bodaboda basi. Bwana, hayo ni mawazo ya Kelvin, kidato cha ngapi? Cha pili. Mawazo ya Kelvin, kidato cha pili kutokea Gome Sekondari. Hii ni shule ya wavulana na wasichana ambayo inapatikana hapa jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Dafoka, hapa ni Big School. Bado najaribu kutafuta maana halisi. Hapa nilipo nikitazama mbele nagundua kama nyuma ya mlango kulikuwa na mtu anajisongoa kweli. No way out. No way out. Na dustbin juu umewekewa kwamba ukikata karatasi humo unatupa uchafu humo. Yaani tunza mazingira kwa afya, si ndio? Ndio. Unaitwa nani? Lisa. Lisa. Asalamu alaykum. Waalaikum salam. Bwana Lisa, hebu tumsaidie Kelvin na Brian. Tofauti kati ya pikipiki na bodaboda ni ipi? Sijaona tofauti. Bwana Lisa anaungana na Brian kwamba hajaona tofauti kati ya pikipiki na bodaboda. Hajaona tofauti. Bwana, mimi nina saa mkononi kwangu ukitazama. Saa yangu mimi, ila madam pia ana saa. Madam, mambo? Poa. Unaitwa nani? Hajra. Ile jina ukiwa unatamka kidogo lazima uhakikishe umekula. Unaitwa nani? Hajra. Anaitwa Hajla. Sasa Hajla, mimi naitwa Dafoka. Davoka. Bwana Hajla, tusaidiane kitu kimoja. Tofauti kati ya pikipiki na bodaboda ni ipi? Sijaona tofauti. Unasema? Sijaona tofauti yoyote. Yaani ni maneno tu yana differ but they are all the same. They mean the same thing. They mean the same thing. Are you sure? Yes. Wanasema kizuri kula na mwenzio eh? Eti tofauti kati ya pikipiki na bodaboda ni nini? Hamna tofauti. Kidato cha ngapi huko? Wamechanganyikana tu. Kwa hapa muda wowote saa yote unaweza kuamua kasi yoyote. Ndio. Advance uko wapi? Darasa la mwisho kabisa huko, lakini sina uhakika kama hapo. Sasa mimi unasema huna uhakika, twende wote. Inakuwaje? Waka. Unaitwa nani? Islam. Unaumwa? Sasa mimi hapa nataka nikupe dawa. Na dawa hapa ili uweze kukupa mimi, nataka unisaidie kutoa tofauti. Yaani ukipatia tu mimi nakupa dawa. Unaumwa nini?
Kifua. Sasa sikiliza, mimi dawa ninayo hapo. Kwanza nijaze. Bwana, tofauti kati ya pikipiki na bodaboda ni ipi? Pikipiki ni jina tu. Bodaboda ni jina. Pikipiki ndo yenyewe yani. Hapo hamna tofauti. Bwana Islam. Tofauti ipo. Bodaboda ni jina. Pikipiki ndo usafiri wenyewe sasa. Kulingana na Islam wanakuambia kwamba bodaboda ni jina. Pikipiki ndo usafiri wenyewe. Si ndivyo? Haya ni mawazo ya Islam kutokea Gome Girls. Nipo kwenye moja kati ya darasa la shule ya sekondari ya Gome. Nilikuwa na bwana Islam hapo napiga story, bado muda wangu unaniruhusu kuendelea na funguka. Na hii hapa ni funguka, tofauti kati ya pikipiki na bodaboda. Bwana hapa amesema school library speak English. Sasa school library speak English, tuongea baadaye hilo swala. Hilo swala hilo loandika hapo kwenye karatasi nyeupe hiyo. Tuongea baadaye kameramani. Speak English pale, yani kama mimi hapa sasa hivi nataka nianze kusema you know I'm here at Gome Secondary School. Baadaye tutamalizia. Sasa bwana huku ni Gome House. Lakini katika hilo bweni bwana kameramani, bahati nzuri nikapishana na mtu hapa. Sio, umenielewa vizuri? Na mimi nikageuka hivi hivi alivyogeuka yeye. Alafu tunasema nyuma geuka. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Ni Waeli. Ni Waeli. Ni Waeli. Bwana jina lako kweli ni nzuri. Hapa nimekutana majina Peace, Brian, Akram. Noma sana. Bwana sana mimi na ndugu yangu Peace pale na Akram tunazunguka katika kutafuta uhalisia wa utofauti ya pikipiki na bodaboda. Ni upi? Bodaboda inalia brum brum. Afu pikipiki inalia tu kawaida. Bodaboda inaliaje? Brum brum. Hebu ongeza sauti. Yaani wewe ndio umetisha kabisa. Bwana moja kati ya wanafunzi ambao wameamua kutupa tofauti kati ya pikipiki na bodaboda kutokea Gome Girls ni huyu hapa. Hebu geuka, alafu niambie bodaboda inaliaje? Bodaboda inalia brum brum. Alafu pikipiki? Pikipiki inalia tu kawaida. Inaliaje? Nataka kusikia mlio wa pikipiki. Pikipiki kama gari tu mlio wake. Bwana bodaboda inalia brum brum au vipi? Alafu pikipiki na mlio wa kawaida kama gari. Sasa Peace na Akram, si bado tunatembea, si ndivyo? Twendeni jamani. Hapa ndo Gome Girls na Boys, shule inayopatikana hapa Dar es Salaam Tanzania. Hii hapa ni Big School. Mimi ni official presenter naitwa Dafoka. Kila Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 Big School asubuhi, lakini usije ukakesha kwenye runinga yako saa 4 usiku au saa 3 usiku. Hapo utakuwa umepotea njia. Bwana, mkono wangu wa kulia pale ndio kuna geti ambalo mwanafunzi akitoka likizo akiwa anaenda out sijui hospitali lazima atumie pale. Wewe ukitumia ukuta maana yake utakuwa umekengeuka. Umeshindwa kufuata sheria na taratibu za shule ambazo zimewekwa. Hii hapa ni Big School ya Tumaini TV. Mimi naitwa Dafoka. As I said kwamba cha muhimu wewe ni kunifollow kwenye Instagram Dafoka_official, alafu unadondosha comment yako pale. Mimi nitakuwa nasoma kuniambia kwamba je, wanafunzi kutokea shule ya sekondari ya Gome wameweza kutofautisha ama kutoa maana halisi kati ya pikipiki na bodaboda. Nikitazama pale naona kundi kubwa la wanafunzi, wengine ndio hawa bado na deal nao. Hii hapa ni Tumaini TV, hii hapa ni funguka Big School. Bwana sasa hapa bwana hapa kuna elimu inatolewa. Sasa mimi katika elimu hii inayotolewa nasema wakutanikapo wawili watatu nipo katikati yao. Na mimi nakuhakikishia nipo katikati yao. Hapa hapa. Hapa hapa nipo katikati yao. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Najma Mneo, mwanafunzi wa kidato cha 3. Bwana umejitambulisha vizuri. Sasa Najma bwana, maelezo yote nataka nitofautishie kati ya pikipiki na bodaboda. Bodaboda unasikia kama mtu anakuambia huko? Chabo, unapiga chabo kumbe, tuendelee. Piga na chabo. Bodaboda ni msimu. Pikipiki ni jina sahili. Bwana Najma. Kulingana na Najma anakuambia bodaboda ni msimu, pikipiki ni jina sahihi. Hii hapa ni funguka, mimi naitwa Dafoka kutokea Tumaini TV. Nimekwambia kwamba nikiwa nawahi kazini Tumaini pale wakati naenda kushoot kipindi, ikitokea nimechelewa kuamka na shughuli kama hizo, labda majukumu yalikuwa mengi na vitu kama hivyo,
kuna aina moja ya usafiri huwa naichukua kumwahi kameramani wangu Jose kwamba bwana Jose nakuja hapo tukutane sehemu fulani. Huo usafiri ndo mimi nikasema bwana mbona nasikia huyu anaita hivi, huyu anaita hivi. Tunafahamu kwamba wanafunzi ni watu ambao wao tunawaita kuwa ma problem solver. Yaani wao kipeleka jambo lolote I'm sure wanaweza kalitatua. Si ndo maana yake Instagram account yangu ni dafoka_official. Alafu tunakuwa tumemalizana na shughuli hapo. Ukisoma t-shirt zao nyuma zimeandikwa Gome. Japo haijamaliziwa shule inaitwa itwaje. Bwana watoto wote waliokaa hapo wote ni weupe. Naamini na akili zao zote ni nyeupe. Mambo Poa. unaitwa nani? Agnes. Nani? Agnes. Bwana Agnes, kidato cha ngapi? Cha 3. Agnes kidato cha 3. Sayansi, biashara ama arts? Arts. Bwana sasa hapo bwana mimi kama ulivyonisikia nasema kwamba nikichelewa kazini huwa natumia aina fulani vya usafiri kwa ajili ya kufika kazini mapema. Sasa kila nikipanda nasikia mmoja anataka pikipiki, mwingine anasikia bodaboda, sielewi yani nashindwa kuelewa kipi ni kipi. Nataka unipe tofauti halisi kati ya pikipiki na bodaboda. Bwana Agnes shughuli ishakuwa ngumu. Sasa jirani mwema lazima amsaidie rafiki yake. Bwana tofauti kati ya pikipiki na bodaboda ni ipi? Tofauti yake mimi naona hamna tofauti kwa sababu yani yote yani pikipiki ndo neno halisi lakini bodaboda ni kama neno tu limetokea tu naita hivyo. Bana majibu ni mengi sana ambayo tumeyapata kutoka kina Akram, PC, Brian, Kelvin, kina Najma, kina Hajla na watu kama hao. Majina nayakumbuka, niko vizuri. Tofauti halisi kati ya pikipiki na bodaboda ni ipi zaidi? Kupitia ukurasa wangu wa Instagram pale ukiandika dafoka_official ni DAFOCA_ unamalizia na official, unaweza kadondosha comment yako afu kaniambia bwana hao wanafunzi wa Goma walivyokuwa wanasema tofauti kati ya pikipiki na bodaboda ni hivi, ama huyo Hajla alipatia ama Kelvin alipatia, lakini upande wangu wa kulia hapa nakutana na mtu kaegemea ni kishujaa kabisa. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Lilian. Sasa tukae wote au vipi? Na mimi nikae hivi. Yaani hapa kama tuko beach, yaani umekula hivi mimi nakula hivi. Nani? Lilian. Kidato cha? Cha pili. Kidato cha pili. Bwana nisaidie kitu kimoja, wote wameshindwa. Tofauti kati ya pikipiki na bodaboda. Pikipiki ni usafiri na bodaboda ni lugha ambayo inatumika katika jamii ya watu kama misimu. Ni lugha inayotumika tu mtaani. Huita bodaboda. Ila jina halisi kabisa ni pikipiki. Kabisa. Bwana mimi ni mzuri sana kwenye kuobserve vitu Toka nafika Gome hapa wote wamevaa t-shirt fulani lakini kuna mtu nikutana naye hapa nikimtazama kavaa t-shirt tofauti. Kidogo kalingana na head boy na head girl. Sasa inawezekana tukapata vitu vingine, inawezekana huyu mji kuna jambo. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Nasra Peter. Bwana Nasra Peter, kidato cha 6. Mchepuo? HKL. Hapa kuna arts tu? Yeah. Sijasikia PCM, PCB, CBG, sijasikia? Bado haijaanzishwa. Sasa hapo kwenye kuanzishwa mimi nakuanzishia wewe. Sasa sikiliza. Anataka unipe tofauti halisi kati ya pikipiki na bodaboda. Hazina tofauti. Unasema? Hazina tofauti. Unasema? Hazina tofauti. Unasema? Hazina tofauti. Nimesema mara 3, itazame kamera afu niambie tofauti halisi kati ya pikipiki na bodaboda. Hazina tofauti. Shehe, mbona kama unaguna hivi? Ni kweli? Ndio, hazina tofauti. Hazina tofauti. Sio kama unaungana naye tu ili kumsupport. Hazina tofauti kwa sababu pikipiki na bodaboda ni kitu kimoja. Bodaboda ni maneno ya msimu ambayo yanatokea tu ambayo yanazuka. Kama inaweza katokea mtu anakuambia kama neno unasikia ili hapa neno ambalo limetokea pambana na hali yako, neno ambalo limetokea tu kwa msimu ambao linazuka kila mtu analisikia. Ila pikipiki ni neno ambalo lipo tangia muda, mtu yote anayejua. Kuna wazee wengine hawajui neno la bodaboda, wanajua neno la pikipiki. Ila pikipiki na bodaboda ni kitu kimoja. Huwezi ukasema bodaboda inalia pombo hii inalia hivi, na vyote vitu vimoja, vinalia hii na hii inalia hivi. Ni kitu kimoja tu, sema ni tofauti ya majina. Bwana, mafundi wa kusikiliza Sugar Sukari. Mafundi wanaosikiliza Sugar Sukari. Mafundi wanaosikiliza Sugar Sukari. Nimesikia kwamba ikipanda ni balaa. Ikishuka ndo hatari tupu. Ikipanda ni wewe ndio yule mbru. Tena kwa mara nyingine. Kwamba tofauti ya pikipiki na bodaboda? Hamna tofauti. Pikipiki inalia, bodaboda inaliaje? Inalia kama inavolia. Inaliaje? Inalia kama inavolia. Mimi nataka kusikia ule mlio wa bodaboda. Jaribu tu kidogo kamera ile pale. Mlio wa bodaboda? Bodaboda inalia bwana. Huyu
hapo. Huyu hapa ndo fundi. Sasa unaenda wapi jamani? Mambo? Poa. Unaitwa nani? Mwanaeli. Mwanaeli? Hapo kweli mambo ya heri tutayapata. Kidato cha ngapi? Cha 3. Sayansi, arts au biashara? Biashara. Kwa hiyo tunategemea kwamba Mwanaheri baada ya miaka 6 mbele tunaweza tukakuta pale unakuwa muhasibu fulani, si ndivyo? Unahakikisha kwamba pesa zetu zinakaa katika hali ya usalama, mahesabu yanafanywa kwa uzingativu wa hali ya juu, si ndivyo? Kutokana na elimu bora ambayo unaipata hapa, si ndivyo? Ndio. Asante. Sasa mimi nataka tofautiane tusaidiane kitu kimoja. Kupitia elimu bora unayoipata Gome, naamini itaweza kunisaidia wewe kunitofautisha kati ya pikipiki na bodaboda. Mimi naona hamna tofauti. Bwana, huu hapa ni waya. Baadaye nilikwambia kwenye uso kwa uso tutakuwa na Jerusalem Challenge. Tumeanza Jerusalem Challenge wiki iliyopita na leo tumedondoka Gome kwenye Jerusalem Challenge. Shule gani ambayo itatisha zaidi kwenye kucheza Jerusalem Challenge? Alafu sisi kama timu ya Big School kutokea Tumaini TV lazima tudondoke shuleni, tunakula bata siku hiyo, ni vibe ya kutosha, celebrity kama wote tunadondoka nao pale shuleni, tunaamsha. Yaani wale ma celebrity ambao tulishoot nao kina Morapa, kina Manfongo, kina Nkozumo, kina Mzee Chilo ambao wanafuata mbele tu, ambao tumepita pita nao shule fulani tukashoot kipindi. Tutadondoka katika shule ambayo itakuwa ni nzuri na imecheza poa sana Jerusalem Challenge. Hapa namsikia mtu fulani anabadilisha ngoma tumala God's Plan ya Drake, maana nasikia Sugar Sukari ya Zuchu. Sasa huyu jamaa anaonekana fundi sana, ananifunza kujibu maswali. Bwana hizi speaker ndo baadaye tunazitumia. Baadaye kabisa ndo tunazitumia. Mambo? Safi. Nikikutazama naona kama Arusha moja hivi. Ndio. Kabisa. Safi. Mtu nani? Valentine. Valentine. Bwana msimu wa Valentine ushapita. Lakini nimekutana na mwenye msimu wake bwana Valentine. Inakuaje Valentine? Safi. Valentine iliendaje siku? Ulikuwa wapi kwanza Valentine? Hebu nipe siri, Gome alikuruhusu kutoka? Ninong'oneze kidogo, Gome alikuruhusu kutoka? Hapana. Bwana ni siri ya mimi naye. Gome alikuruhusu kutoka? Hapana. Jibu nalo kwamba Gome walisema kwamba Valentine anamaliza humu. Bwana nitofautishie kati ya pikipiki na bodaboda. Pikipiki pikipiki ilikuwa pia kama zamani. Pikipiki ni hizi zinakuwaga yani low quality kama vile Sunlg labda, lakini bodaboda ndio kama Boxer zinakuwa kidogo zinakuwa ni nzuri afu stable. Wale jamaa zangu ambao kila weekend kuanzia Jumamosi, Jumapili, Ijumaa lazima zitukuti nyumbani usiku. Tuenda sehemu fulani narudi mida mibovu labda saa 9, saa 10, Ijumaa, Jumamosi afu Jumapili kwa sababu Tumaini na nihitaji kurudi kazini. Lazima nirudi mapema au vipi? Na kile chombo ninachokitumia kwa hiyo ofisini kwa mkurugenzi wangu wa vipindi Paul Mabuga huwa ni pikipiki au ni bodaboda? Hem, nipe tofauti. Bodaboda. Kwa hiyo mimi hapa nikaenda zangu ofisini kwa natumia bodaboda, si ndo maana yake? Sasa nitofautishie. Kwa nini mimi nasikia mwingine anasema pikipiki, bodaboda na mimi pale nikifika wewe pikipiki. Baadaye wewe bodaboda. Sasa mimi mwenyewe kidogo nikaa nimekaa na kujaribu ku brainstorm nikasema hapana, hili swali lazima nilidondoshe Gome kwa sababu nikifuatilia status ya Gome nagundua kama ni moja kati ya shule ambao wanafunzi wako poa. Naongopa mzee wangu. Kweli. Skateboy pale anapiga Kiingereza, si ndo maana yake? Baadaye kuna session ya mashindano ya Kiingereza. Bwana nitofautishie kati ya bodaboda na pikipiki. Bodaboda ni mtu, pikipiki ni kifaa ambao ndio usafiri wenyewe pikipiki. Bwana nimepata maana nyingine kwamba bodaboda ni mtu. Pikipiki ni kifaa. Kuna pahala niliuliza nikaambiwa bodaboda ile afu pikipiki haili. Majibu ni mengi sana. Majibu ni mengi sana kutokea Gome. Majibu ni mengi mno. Kwamba wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi, lakini mimi naamini kwamba msuluhishi sahihi ni wewe ambao unaitazama Big School kupitia Tumaini TV kila Jumamosi saa 3 asubuhi mpaka saa 4 kupitia ukurasa wangu wa Instagram @dafoka_official. Unaweza ukaniambia, je, majibu ambayo wanafunzi wa Gome wanayajibu kati ya tofauti ya pikipiki na bodaboda ni kweli wanaenda sahihi ama kuna watu wanapuyanga namna fulani? Wewe pia unaweza kadondosha comment yako hapo, unaniambia bwana bodaboda ni mtu ama bodaboda ndio ile pikipiki ndo I sound hivyo. Na mtu wangu wa mwisho hapa kumalizana naye afu nafunga funguka, tufate uso kwa uso. I'm ready ku dance kwa sababu leo Jerusalem Challenge hapa ni hatari kwa kweli. Na kila nikijaribu kumalizana naye nakumbuka kwamba mimi ni mwepesi sana kwenye swala la kukalili sare za shule. Mwepesi mno kwenye swala la kukalili sare za shule. Vibaya mno. Yani mimi ni hatari sana kwenye kukalili swala la shule. Bwana nishikieni huyu. Nataka tumpeleke hospitali, nishikieni. Nataka tumpeleke hospitali. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Damaris Lucas. Nani? Damaris Lucas. Bwana jina lako mbona la kizungu sana? Damaris Lucas. Kidato cha ngapi? Cha kwanza. Sasa wewe ushawahi kupanda pikipiki?
Ndio. Ushawahi kutumia bodaboda? Ndio. Hebu nitofautishie kati ya pikipiki na bodaboda. Pikipiki na matairi mawili na bajaji. Bodaboda. Sasa hilo swala la bajaji hilo. Pikipiki ina matairi mawili. Alafu bodaboda ndio yani sawa kama ya pikipiki. Jina la pikipiki. Bwana, pikipiki na matairi haya. Bodaboda ni sawa na jina la pikipiki. Ni kulingana na maelezo ya Damaris, ndivyo? Ndio. Mtu wa wapi wewe? Yaani wewe mzaliwa wa wapi? Labda Mwanza, Iringa, Mbeya, Singida, Manyara, Dodoma, Arusha, Babati, Mtwara, Kigoma, Zanzibar. Mtwara. Aisee, huyu bwana akiwa anakuja nyumbani kwetu Mbagala kule, lazima akapandie gari pale Mbagala terminal pale. Mtwara kabisa. Masasi au wapi? Lindi. Nikakuta mtu na mtu anatafuta mtu mmoja. Ndio watu wa kule. Si ndo maana yake? Hawa ni wanafunzi wa Gome. Tumemaliza shughuli yetu ya funguka. Mimi naitwa Dafoka. Hii ilikuwa ni funguka ya Big School ya Tumaini TV. As I'm telling you kwamba kila Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 kamili za asubuhi unakuwa una enjoy pindi namba 1 la wanafunzi Tanzania kupitia Tumaini TV channel namba 453 kupitia Star Times, na sasa hivi majambo mazuri pia yanakuja. Tutaonekana upo walipo wenzetu na sisi taanza kuonekana huko waliko. Taanza kuwafuata na sisi tutaonekana huko pia walipo. Mimi naitwa Dafoka kupitia Tumaini TV hapa. Ni funguka tumemaliza. Time inafuata ni ya uso kwa uso. Nilipaswa kuwa na msanii hapa leo. Of course najisikia vibaya kwa sababu wanafunzi wa Gome tumekosa vibe fulani. Nilipaswa kuwa na mtu fulani ambaye ni anaongea sana yani. Mwanaume lakini anaongea kinoma. Anaitwa Dr. Kumbuka. Majukumu ya kazi tu ndo yamembana na vitu kama hivyo. Sasa mimi hapa kama nikwambia nikichelewa ofisini Ijumaa, Jumamosi na kulabata Jumapili. Ili Jumatatu niwahi Tabata Magengeni ofisi za Tumaini TV. Lazima nitumie pikipiki au bodaboda. Niambia kupitia ukurasa wangu wa Instagram Dafoka_official tofauti halisi kati ya pikipiki na bodaboda ni ipi? Alafu kidondosha comment yako, mimi nikikaa fresh ofisini nitakuwa napitia afu na reply. Comment nyingi kwamba kwa nini au reply kile ambacho sisi tunakisema, nitakwambia kuanzia sasa hivi nitakuwa na reply. Shout out to cameraman wangu Jose pamoja na mzee baba kule wanatisha kweli kweli. Usinione nimependeza sana afu kajiuliza nimevaa vipi? Duka ni moja tunapatikana Dar es Salaam Tanzania, mawasiliano kona ukiwa unaenda inaitwa Atukomai Bay. Kuanzia hii ambayo nimevaa juu, t-shirt kali, jeans kali, raba kali, dondoka Atukomai Bay pale. Ukiwa unaenda mawasiliano kabla kufika stand mle, kuna duka liko pale Atukomai Bay. Ukifika hapo unadondosha nguo kali, jeans, t-shirt, cap, raba, sio na vitu kama hivyo. Namba ni 0689 211 130. For the second time 0689 211 130. Ilikuwa nifunguka kama tumemaliza hivi. Uso kwa uso ndo inafuata. Ukitazama upande ule kameramani utagundua kwamba wanafunzi ni kama wamekaa tayari. Lakini mimi ninavyoamini kwamba muziki ukianza kupigwa lazima wote waje. Sasa I wish niongee na wachache kidogo ili tupate kujua je, wao wanamtamani nani kumuona akimba. Bwana, hapa leo kuna watu wanacheza Jerusalem Challenge. Unaifahamu nyimbo ya Jerusalem? Ndio. Imeimbwa kutoka wapi? Kutoka South Africa. Kitu gani ambacho unakipenda kwenye hiyo nyimbo? Kwenye wimbo unachokipenda, nampenda yule msichana aliyeimba. Usiniambia mpaka yeye style ya nywele pia unaipenda? Unawish kutengeneza? Hapana, lakini naipenda. Au unawish kumuona mtu ametengeneza? Wanita mo maana yake nini? Sasa hapo. Nikitumia tu akili yangu na uwezo wangu kutazama, nagundua kwamba wewe upo kwenye Jerusalem Challenge. Uongo kweli? Kweli. Nipe 5. Mimi ni mkali wa kuotea. No. Unanikataa? Track. Mbona yule dada yule yuko wapi yule? Kakimbia. Wewe nani? Keisha Bella. Nani? Keisha Bella. Nani? Keisha Bella. Mama. Tazama huko. Nani unaitwa? Keisha Bella. Hebu msalimie Keisha kwanza. Unamjua? Keisha, yeah. Unamjua vizuri? Yes. Hebu msalimie. Hi Keisha. Bwana, haya majina mengine utakuja kusikia huko Manfongo. Utakuja kusikia mtu anaitwa Manfongo. Mimi nakwambia ni kuna siku sio poa. Jerusalem Challenge wakati unafanya mazoezi. Kipi kilikuwa kigumu kwako? Yaani ni style gani ilikuwa ni ngumu sana kuimaster?
Kuna staili fulani. Tuoneshe hapo. Tuoneshe hapo. Wewe sasa hivi unaweza kurusha kichwa au mguu? Kwa hiyo ndio ilikuwa kidogo pale. Yeah, ilikuwa kidogo inanishinda kidogo, ila sasa hivi nimeiweza. Bana, bila kupoteza muda, hii hapa ni uso kwa uso ya Tumaini TV Big School. Mimi naitwa Dafoka. In case you didn't know, let me let you know kwamba Atuko My Buy ndo duka pekee la nguo Tanzania ambalo mimi linanivalisha. Inapatikana kona ya kuingia stand ya mawasiliano pale, simu 2000. Namba ni 0689211130. Jumatatu, kila Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 kamili za asubuhi unakuwa enjoy Pindi Kali Tanzania Big School number 1 kwa wanafunzi. Alafu unanifollow kwenye account yangu ya Instagram Dafoka_Fusion DAFOCA_. Yani ile underscore ni kamshale fulani hivi unakaweka. Alafu unamalizana na official pale. Comment yako lazima niikute, matukio yangu mengi nikiwa nyumbani, niko nakula bata na vitu kama hivyo, utayakuta huko. Bwana, nataka watu wa Jerusalem Challenge. Uko wapi Jerusalem Challenge? Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze dawo yami ayikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze zuhambe nami. Dawo yami ayikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana. Dawo yami ayikolana, buso wami awukolana. Ilondoloze zuhambe nami. I'm sure utakuwa umeenjoy namna ambavyo miili haiwezi kumzuia mtu kufanya ambacho anahitaji kukifanya. Kuwa mnene haiwezi kuwa kikwazo cha wewe kushindwa kufanya ambacho unakifanya. Kuwa mwembamba sana kama mimi pia haiwezi kuwa kikwazo cha wewe kufanya ambacho unakifanya. Bwana, hii crew ilikuwa ni wanafunzi wa shule ya sekondari ya Gome.
By the way, sikutegemea wala sikutarajia. Kutokana na hiki ambacho kimefanyika hapa, ningekuwa judge, ningetoa asilimia ngapi? Tulia kwanza. Yaani ningekuwa judge, binafsi ningetoa asilimia zangu ambazo nazifahamu. Wewe mtazamaji wa Big School kupitia Tumaini TV kila Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, kitu gani ambacho umekipenda? Nimependa jinsi wanafunzi wangu walikuwa wanacheza. Na ulihudhuria wakati wa mazoezi? Hapana. Au kuhudhuria? Ndio. Na unadhani ama unajipa imani kwamba huenda Gome Sekondari ikaibuka kuwa washindi wa Jerusalem Challenge? Ndio. Kabisa? Ndio. Asilimia ngapi? Zote. Bwana, asilimia zote Gome itaibuka kuwa washindi wa Jerusalem Challenge. Time ya wale wanangu wa kuimba ni hawa hapa. Wewe ni one among watu ambao wako very talented. Yes. Nani ambaye anakuinspire kufanya vitu vyote? My mom. Your mom? Yeah. Can you say hi to your mom? Hi mom. Okay. Sasa baada ya hapo, unakwenda kutuonesha nini sasa hivi? Talent ya kuimba. Kwa majina naitwa Damaris Lucas Mauga. Nipo hapa kwa kuimba nyimbo ya Kayumba, I Thank For You Mama. Maneno yako na busara zako zinazunguka kichwani mwangu. Popote ulipo upo mama, unasema na moyo wangu. Kwenye mazito na magumu, usia wako ndo ngao yangu. Upendi nikijirahumu, nikipatacho ndo fungu langu. Ulisema manarudi utoto, moyo unaniwaka moto. Misibonye ndo sikwa ulali, ovyo mahoma baridi kali. Ukanilinda kama mboni yako, hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mabogi bado, hata nijenge nyumba mithiri yukuru. Ifika upendo wako bado, hata kama nikisema labda nikushukuru. Pesa na mabogi bado, hata nijenge nyumba mithiri yukuru. Ufika panda upo tayari uzaririke, huruma yako mama. Nikanyage miba minipite, huruma yako mama. Nishibe na njaa nishibe, huruma yako mama. Ukanyage miba minipite, huruma yako mama. So have you discovered something you're willing to die for? Yeah. What that? Dancing and singing. Dancing and singing? Yeah. So kipi ambacho unakwenda kutuonesha sasa hivi? I'm going to sing. Nyimbo gani? I'm going to sing. It's going to be a surprise. You just wait and Just a surprise. Yes. No matter. Tuendelee. Kwa majina naitwa Keshebela Mugisha Lukaza na naenda kuimba mziki unaitwa Me and You. Inatoka kwenye movie ya Let It Shine. Kwa majina naitwa Gracia Rodney, naenda kusing Me and You kutoka kwenye movie channel Let It Shine. Spinning round and round and round in my head. Hey, did you really mean those words that you said? This is real, I gotta know. Should I stay or should I go? Show me the truth. Is it gonna be me and you? Is it gonna be me and you? Is it gonna be me and you? Yeah. Oh. I know the feeling that you thought you had was for another guy. Well, I'm the other guy. I'm just a shy kid coming fresh before your eyes, and I knew my lyrics were the kid to see the other side. I should have told you, but I never had the courage, and I thought you really wouldn't understand. No, and now I'm here just to let my feelings surface, apologizing for disguising who I am. To me, are you who I thought you were, or who I wanted you to be? Did you do it all for him, or were you only playing me? But I did it for you, and I couldn't see it through. Roxy, I'm sorry. You're spinning round and round and round in my head. Hey, did you really mean those words that you said? This is real, I gotta know. Should I stay or should I go? Show me the truth. Is it gonna be me and you? Is it gonna be me and you? Is it gonna be me and you? But you're all I ever wanted. But I got caught in the shadow of
shadow of the background. And I'm back now. And Chris was all this and that, and my looks didn't really fit the rap, it didn't match. He had the style and he had the swag, and I looked up my feelings in the way you said, give me a hand, and I showed him a mask. Give me a chance, that's all I asked. What you expecting me to do? Cause you were him and now you, now it's just me. And you got me on my knees. Roxy, I'm sorry. I'm sure utakuwa umeenjoy talent za wanafunzi kutoka Gome Girls na vitu kama hivyo. Utakuwa umefurahi Na wewe kama ni dancer huko nyumbani, msanii underground huko nyumbani, unawish kuonesha kile ambacho uko nacho. Thanks so much for watching Tumaini TV Big School kwa hapa Gome. Bado sijamaliza na kituo kinachofuata kujua kama mwanafunzi wa Gome akimaliza form 4 advance anawish kuwa nani. Tulikotoka huko. Mwingine kama anataka kuwa mama ntilie, lakini mama ntilie international. So umeelewa vizuri Mimi nasema asante kwa kuitazama uso kwa uso. Hii hapa tumemalizana nayo. Watu wameimba Jerusalem Challenge, ndio shindano ambalo tuko nalo sasa hivi kupitia Tumaini TV Big School. Comment yako kwenye Instagram account yangu _official, naongeza idadi za followers na vitu kama hivyo fresh zaidi. Tutajua shule gani ambayo imeshinda. Ndugu mtazamaji, leo tuko kwenye shule kubwa inaitwa Gome. Ninaitwaje? Okay, inaitwa Gome Secondary School. Ni high school pia, ndugu mtazamaji. Na kama unavyoona wanafunzi wamechangamka. Lakini mimi nina kazi moja ya kuhamasisha watoto hawa ili baadaye wafanye mambo makubwa katika maisha yao. Mama moja aliweka chungu mahali, akakisahau kwa wiki nzima. Alafu akukitembelea tena kile chungu. Alafu siku moja akasema ngoja nikachukue chungu nikifanyie kazi. Lakini alipofika pale akakuta kuna mdudu anazunguka kile chungu, anazunguka. Sio mama ikabidi ashangae. Nini tena hii? Yule mdudu anazunguka, akifika pale alipoanzia anazunguka tena hivyo. Yule mama akasema basi ngoja nichukue chungu changu. Unajua hapa tuko Gomesi hapa. Inawezekana kuna wanafunzi wanazunguka tu hapa, wanazunguka wako pale wala wapati max ya juu, wala wapati max A, wala hawana habari. Katika maisha kuna watu ambao wanazunguka tu. Hawana malengo, hawana maono, hawana chochote. Wanazunguka tu. Sasa sisi tumekuja kuwaambia wanafunzi hawa wa the Big School Gome kwamba acheni kuzunguka. Mna kitu cha kufanya, mna kazi iliyowaleta hapa. Na mafanikio yenu yanategemea wenyewe. Ndio maana nikitoa mfano kuna jamaa mmoja ambaye alikuwa anataka kuwa milionea, alafu akaenda akamuuliza jamaa mmoja anaitwa Gulu. Gulu ni mtu aliyefanikiwa. Ndugu mtazamaji, Gulu ni mtu aliyefanikiwa kwa lugha nyingine ya wenzetu. Sasa akamuuliza, mimi nataka kuwa milionea. Akamwambia okay, ukitaka kuwa milionea basi tukutane karibu na mto. Yule kijana akatoka amevaa tai kama mimi. Akasema jamani, kuna mambo makubwa huko. Kufika kule jamaa anamwambia twende tuingie kwenye maji, kwenye mto. Akasema what is going on? Kwenye mto tena wakati mimi nimekuja mwanangu nimevaa vizuri na mnaye nafikiri kuna mambo mazuri huku. Yule bwana akasema tuingie kwenye maji. Wakaanza kuingia kwenye maji. Unajua kawaida kwenye mto huwa unavyoteremka chini maji yanapanda. Kwa hiyo maji alipokuwa yanapanda yule jamaa akasema sasa mbona mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kunionyesha siri ya mafanikio. Sasa mbona unaniingiza kwenye maji? Akataka kurudi nyuma, sema hapana, wewe umesema unataka kujua siri ya mafanikio. Basi ikabidi kijana basi aendelee tu. Basi baadaye unajua ilitokeaje? Maji alipanda yakafika mpaka hapa. Alafu yule jamaa milionea alikuwa na nguvu, alimkandamiza yule kijana. Alimkandamiza akamzamisha chini ya maji. Kwa hiyo hebu jaribu kuchukua picha kama ukikandamizwa chini ya maji na kuaje. Hebu kila mmoja wewe jaribu kutafakari. Hebu jaribu kufikiri ukikandamizwa chini ya maji itakuaje? Kwa hiyo akakandamizwa chini ya maji. Kwa hiyo yule jamaa milionea ilibidi amshikilie hivi amkandamize chini ya maji. Kijana anahangaika chini ya maji kwa sababu alikuwa na uwezo, akalimkandamiza kweli. Lakini alipoona anataka kuzirai asije akafa, akamwachia. Kwa hiyo alimwachia akaanza kuhangaika. Anatafuta akamwambia what is going on? Hebu nikuulize swali, wewe ulipokuwa chini ya maji ulikuwa unataka nini kwanza? Akasema nilikuwa nataka hewa. Akasema hiyo ndio si mafanikio, unataka kuwa milionea. Hiyo ndio si mafanikio. Jamani, inawezekana kweli jamani? Wanafunzi waulize inawezekana kweli hiyo? Lakini anakuambia hiyo ndio siri. Akasemaje? Ile juhudi ulioonyesha ulipokuwa chini ya maji ndio hiyo juhudi unataka uonyeshe unapotaka milionea. Kwamba ile juhudi ambayo yule kijana alionyesha akiwa amezamishwa chini ya maji ndio hiyo ambayo mwanafunzi ninayeongea naye unayetoka shule mbalimbali, lakini na hii shule kubwa inaitwa Gome
Yani bidii hiyo ambayo ungeweza kuitumia ukizamishwa chini ya maji, sasa itumie kutafuta A, itumie kutafuta division 1. Hata wapiga hata makofi hapo angalie. Yani maana yake lazima ukitaka kupata division 1 lazima ulipe gharama, lazima usome kwa bidii, lazima ujitoe, lazima usahau vitu vya kawaida, lazima ujitolee, ufanye kitu kinaitwa extra. The extra is important. Wenzako akisoma masaa mawili unasoma matano. That extra makes the difference. Wenzako akipiga story wewe unasoma. That extra give you the difference. Kwa hiyo nimekuja kuambia wanafunzi wa The Big School Gome kwamba mafanikio yenu yanawategemeeni wenyewe. Walimu wanasaidia, wazazi wanasaidia, lakini lazima ujue ukweli kwamba jitambue kwamba wewe unaweza kufanikiwa. Walimu wanakusaidia. I usually say like this. Kwa walimu wanakusaidieni na kila mmoja nje yako wewe anakusaidia. Wewe ndio adui mwenyewe wa mafanikio yako, wewe ndio rafiki wa mafanikio yako. Wewe unaweza kujituma au usitume, au unaweza kusema mimi siendi darasani, ni wewe peke yako utafanya hivyo. Kwa hiyo tumekuja kukuambia kuanzia leo, hebu jitambue kwamba mafanikio yanakutegemea wewe. Kwamba unachokitafuta hapa kinakutegemea wewe 100%. Na watu wa kawaida huwa hawajui hilo. Na kuna watu aina mbili, kuna watu ambao wanaomba. Wanakaa wanaomba tu, alafu wanategemea kwamba mwanangu hapa nitapata kitu, lakini hawasomi, hawafanyi chochote. Kama ni wanafunzi wasomi, kama ni watu wazima huko wanakaa tu. Wanasema mwanangu Mungu ataitengekewa. Lakini watu hawa huwa wanaisha kwenye maisha magumu sana. Maisha ya kimaskini na magumu. Lakini kuna kundi lingine ambao mimi na imani wanafunzi wa Gomez wako humo. Hilo ni kundi ambalo ninajua wanakoenda, wao wana create njia wanayotaka kuifuata, hata mwisho wanako kuendea huwa wanakujua. Kwa hiyo ina maana hao watu huwa wamepanga malengo na wanafanya bidii wakijua kwamba kesho tunataka division 1. Kwa hiyo wanasoma kwa bidii na wanajua kabisa lazima watapata division 1 kwa sababu wanajua siri ya mafanikio. Wasiofanikiwa hawajui siri ya mafanikio, hawajui. Kwa hiyo nimekuja kuambieni, jaribu kupevuka na kuelewa ukweli wa mafanikio yenu yanategemeeni nyinyi. Walimu wanawasaidieni. La sivyo utakapotoka hata shule, utakapomaliza form 5 hapa form 6 sasa mtakaribu mtamaliza shule, form 4 mtamaliza, mtakuwa mnafikiri hivyo kwamba mkifika kwa uraiani kuna watu wa kuwategemea. Afadhali nimewaambia mapema leo. Hakuna kujitegemea mwenyewe. Your mindset, your attitude of your mind. Ndio maana Zig anasema your attitude, not your aptitude, will determine your attitude. Kwamba mtazamo wako ule ndio utaka kufanya ufike mbali, sio uelewa wako au nini. Ndio utafanya uende attitude. Attitude ni ile ya jiografia. Mnakumbuka above sea level. Sasa wewe ukufika kule juu hakutegemei wakati fulani ulivyo na ujuzi wako na ujanja, kunategemea mtazamo. Kama wewe umekuja hapo unasema mimi ni mwanafunzi daktari, wewe ni daktari tayari. Kama unasema mwanangu mimi hata kama nikifeli, okay, it doesn't matter, mimi bwana baba atanifungulia station pale barabarani, huo ni mtazamo na utapata station hiyo hiyo na F zako. Lakini sisi tumekuja kuambia kwamba hapana, wewe badilisha mtazamo, sema mimi ni mwanafunzi hodari na lazima nifanye mambo makubwa. Ndio maana tumekuja kukuambia hapa. Tumetoka mbali kiasi hiki kuja kukuambia kwamba wewe sio mwanafunzi wa kawaida. Unaweza kufanya mambo ambayo hajawahi kufanyika katika ukoo wako, hata katika Tanzania unaweza kufanya. Unaweza kuwa mwanafunzi wa kwanza kutoka hapa Gomez ukiamua, lakini lazima uamue mwenyewe. Walimu wanasaidia. Shikana vizuri na walimu. Wakati fulani wanafunzi hata kama haelewa anasema nimeelewa. Jamani mmeelewa? Anasema nimeelewa. Kumbe hajaelewa. Ukifanya hivyo unakula hela babako bure hiyo. Jamani, nimefundisha kipindi kizuri cha jiografia hiki. Je, umeelewa? Tumeelewa. Kumbe yeye hajaelewa. Kama hujaelewa, sema mimi sijaelewa. Peke yako sema, si ulikuja peke yako au ulikuja na nani hapa? Si ulikuja peke yako ati? Ndio maana ngoja nikwambie, ndio maana mimi na miaka 63 kuna watu waliosoma nao Manangai na Minaki. Wengine walishakufa. Wengine sijakutana nao. Wewe usifikiri kwa sababu mko hapa mnakutana, unafikiri na baadaye mtakutana. Mnaweza msikutane kabisa. Utakutana na mwenzako na cheo. Wewe sikwambia utakuwa unauza nini? I don't know. Unaweza kuuza nyanya pia, tangawizi. Kwa kiwango kidogo, sio kiwango kikubwa cha kimataifa. Kiwango kidogo tu. Unasukuma siku. Lakini unapasa kujua mafanikio yanakutegemea wewe, and it depends how you feel and how your attitude of mind. How is it? Wewe unasema wewe ni nani? Wewe ukitembea hapa, unajiona kama ni nani? Kwa sababu sisi hatutakupa value yoyote zaidi ya kujipa wewe. Wewe ukisema I'm a great person, you will show how great you are. Hakuna kitakachotoka nje zaidi ya wewe kujiboresha. Jamaa tunaelewana? Jamaa naongea na watu hapa? Jaribu kuwa mtu mwenye hadhi. Ndio maana jamaa mmoja anasema wazi. Anasema ukitaka kufanikiwa lazima uwe mtu mpya ambaye hujawahi kuwa kabla, lazima uondoe utu uliokuwa nao zamani na uweke utu mwingine mpya. Leo ninataka nyinyi muweke utu mwingine mpya kwamba we are great people.
Mimi nikiwaona wanafunzi, ngoja nikwambie, mimi mwanafunzi yote nitoka pale nilipokombolewa, kwa sababu naweza kusema nikombolewa. Nikiwa na miaka 55, nilikuwa nimekombolewa, nilikuwa sina habari mambo ya inspiration and all this. Nikiwa na miaka 55, kutoka hapo natambua, nikimwona mtoto hata mwanafunzi yote najua mtu mkubwa kesho. Ndio maana jamaa mmoja anasema ukimwona mtu anavyoonekana anakuwa mbaya, ukimwona atakavyokuwa baadaye anakuwa mzuri. Piga makofi mkipenda. Yaani mimi nikiwaona hapa kuna bank manager, kuna mkuu wa shule, kuna chuo kikuu hapa, kuna pilot hapa, kuna everybody is here, but it's up to you to decide and to pay the price. And most people that don't pay the price, nikwambia hawana habari kulipa bei, hawana habari. Mwanangu we, mambo yenyewe ndio hii, ndio. Hakuna cha mambo ndio hii. Alafu Gome si uheshimu. Usiseme ni shule mbaya, wewe ndio mbaya. Hapa ulipopanda, panda maua, mwagilia, atatoa mbegu hapa. Kama wenzako walifaulu, hata wewe unaweza kufaulu hati? Sio unaweza kufaulu hata wewe. Sasa wewe tengeneza record. Wewe form 4 mwaka huu weka record, form 6 weka record. Kwamba kama kuna kitabu wanachoandika watu maarufu, wanafunzi waliosoma hapa Gomez, wewe ni miongoni mwao. Yeah, but it's a decision. Na la mwisho, unayofanya leo, unayochagua leo, yanatengeneza your destiny. Kwa majina naitwa Zainab Mahita. Kituo kinachofuata nataka kuja kuwa air hostess. Kwa majina naitwa Keshebela Mugisha Lukatha, nipo kidato cha kwanza Gomez Secondary School, na kituo kinachofuata mimi natamani kuwa aircraft engineer. Kwa majina naitwa Damaris Lucas Maugo. Nasoma katika shule ya Gomez Secondary School kidato cha kwanza. Kituo kinachofuata nataka niwe mwanamuziki mkubwa hapo baadaye, niweze kumfikia hadi Zuchu. Jamani, nakupenda Zuchu. Kwa majina naitwa Najma Mnemo, mwanafunzi wa kidato cha 3, mchepua sayansi. Kituo kinachofuata ningependa kuwa daktari mkubwa au mashuhuri wa mataifa yote barani Afrika. Kwa majina naitwa Hajo Mohamed Atardin na nimetokea shule ya Gome, nipo kidato cha kwanza, na nitakwenda kusema kitu gani nataka kuwa nikiwa mkubwa. Nataka kuwa lawyer kwa sababu my mom also wanted to be a lawyer. She always posts it in her Instagram account, but currently she's not a lawyer. She's a designer. I'm still proud of her, even though she did not make her dreams, but I'm going to do it for her. Even though I still want to be a doctor, but I think that achieving my mom's dream first will be the first priority that I'm going to do after school. Thank you. Manoma sana. You see the vibe la wanafunzi. Hapa ni Gomez Secondary School. Tumeenjoy funguka uso kwa uso. Kituo kinachofuata endelea kuitazama Tumaini TV Big School kila Jumamosi saa 3 mpaka saa 4. You see the vibe yo. Asante kwa watu Komai Bay, duka linapatikana kona ya mawasiliano 0689 211 130. Ni namba yao mahususi kabisa. Unaweza ukawacheki na mambo yakawa fresh. Nafunga na kuacha na Zuchu, #share na kila mtu. In case you didn't know, sisi ndio Big School ya Tumaini TV. Asante kwa kututazama. Tumekuja mlipo.